Kwa majina naitwa Hussein Majaliwa, mtendaji wa kata ya Didia. Kwanza kabisa mimi nitoe shukrani na pongezi kwa Mheshimiwa Rais lakini pia kwa Wizara ya Katiba na Sheria kwa sababu wametuletea kitu kizuri kupitia mafunzo haya ya utawala bora. Yatatusaidia sana katika kutumikia wananchi, lakini pia kutoa haki zile ambazo ziko ndani ya uwezo wetu, na yale ambayo tunayaona yako nje ya uwezo wetu tumeelekezwa hapa namna ya kuyawasilisha kwenye vyombo na idara nyingine ambazo zinaweza zikatusaidia. Ombi letu tu sisi, mafunzo haya yangekuwa yanajirudia mara kwa mara, kwa sababu mifumo inabadilika kila kukicha, taratibu nyingi zinakuja, lakini pia tuna ajira mpya nyingi zinaingia. Veronica Maganga George ni mtendaji wa kijiji cha Nyamarogo, kata ya Nyamarogo. Kwa mafunzo haya, kwa niaba ya watendaji, tunashukuru sana kutukumbusha majukumu yetu, namna ya utendaji wa kazi. Kwa maana hiyo, jinsi mlivyotukumbusha yataturahisishia kutekeleza majukumu yetu kwa wananchi na kuleta maendeleo katika kijiji na kuishi vizuri na wananchi ili kumwakilisha vyema Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mama Samia. Wizara ya Katiba na Sheria kwa mujibu wa hati idhini ya mgawanyo wa majukumu ambayo inaitwa ni Presidential Instrument iliyotolewa kupitia tangazo la serikali namba 686 tarehe 19 Disemba 2025, pamoja na mambo mengine, wizara imepewa jukumu la kutoa elimu kuhusiana na masuala ya sheria na utawala bora. Ninaamini mafunzo haya utawala bora kwetu sisi yametuongezea kama sio kutupa chachu ya kuongeza tabasamu kwa wananchi wetu tunawahudumia. Nadhani mmeelewa lengo la mafunzo haya, si ndio jamani? Kama tumeelewa, naombeni uzalendo ukawe ndio kipaumbele katika utumishi wetu. Tutende haki katika maeneo yetu ya kazi. Tusiwe na ubaguzi, tusitengeneze matabaka kwa watu tunaoongoza. Watu wote ni sawa na wana haki ya kuhudumiwa kama wananchi wa Tanzania. Fanya kazi kwa bidii na maarifa na weledi mkubwa kabisa ili kufikia malengo hayo ambayo serikali imejiwekea kupitia malengo ya milenia ya 20 mpaka 50.